Haya, asanteni sana. Langu jina ni mjukuu wa bunduki, kijana Uhuru Kenyatta Migai, mtetezi wa wanyonge, mbunge mtarajiwa wa Embakasi Central 2027. Na mimi nataka kurai na kuwaomba sana kunyenyekevu ya hali ya juu vijana wa Luo Nyanza na Western. Wakati uko hapa unasema one term na viongozi ambao mnawataja wanabeba pesa kugunia kutoka Milima Kenya, wanaenda kufanya naye siasa kule maeneo ya magharibi ya Kenya. Wewe uko hapa, ile mandate ambayo umepewa katika kwenye bunge hawatekelezi. Watu wako juu ya magari wakisema Ruto ni muaji, Ruto ni muizi, Ruto ni mnyang'anyi, lakini wao wanapewa pesa na gunia from Central wakiuza kura yenu. Ndugu zangu, nataka kuelewana. Sisi kama jamii nataka kuzungumza Luo Nyanza swa. Sasa kuna vita kati ya watu wawili. Mwingine anasema mwingine anapangia guns na mwingine amenyamaza. Tom Mboya aliuliwa akaenda. Robert huko the same. Odhiambo Mbai the same. Ndugu zangu, siasa ambayo tunafanyiwa ni siasa ambayo divide rule, na tuko na viongozi ambao hawasikii. Ati bila mimi ni tabu. Hiyo ni agenda. Hiyo si agenda. Mimi sijawahi sikia wakizungumza tatizo la Mumias, tatizo la Soni, tatizo la Muroni. Mimi nauliza mheshimiwa Babu Owino na mheshimiwa Edwin Sifuna, mmechukua pande yenu mnakimbiza vizuri, but kwa bunge mmewakilisha Wajaluo na Waluya, mkasema kwamba tunataka zile kampuni zetu fufiliwe ili sisi kama jamii tupate kazi. Mwazungumuza hawazungumuzi, kwa sababu wewe Mluya Mjaluo wakati uko jobless wewe ndio kazi. Anaenda kule anapewa pesa na gunia wanakula. Then wewe unasema one time na yeye anabeba anakimbia na Range Rover. Anakimbia na Lexus. Bwana, it is high time tuache kuuziwa kura zetu kwa sababu watu ambao wako na malengo zao binafsi. Ni nini Sifuna atafanya yenye Raila Odinga kufanya? Ni nini atafanya yenye Martin Zukuka kufanya Western? Then uko hapa wewe kijana mwenzangu. Sasa tumegawanywa ya kwamba sisi tunapigana sisi kwa sisi. Kuna mirengo mbili. Mirengo ya serikali, kuna watu ambao kwa serikali wamegawa Wajaluo. Kuna watu pia ambao walitolewa kwa serikali pia wamegawa Wajaluo. Lakini nia yao after William Ruto kurudi kwa kiti 2027 wataungana pamoja warudi kwa mamlaka. Nyinyi takataka mkiendanga. So Mluya na Mjaluo muda sikudangaje one time. Hadi pia naimba one time. Kuna watu wako nje wanawachoria, unatoka anaingia. Then unaenda kucheza mbali. People like Martha Karua ambao walinyang'anya Raila Odinga kura live 207 tukiangalia. Mchana peupe. Sasa wao wako na kombozi wanataka kukomboa Kenya. Hata wameshingana sijui United Theatre. Wao wanataka kukomboa Kenya. Then mnakuja hapa, mnatembea one time. Hadi mnaungana jambazi. Wezi ambao walikataa uongozi Kenya kubadilika. Raila angekuwa rais wa Jamhuri ya Kenya 207 Kenya ingeshabadilika. But hao wakora. Then hao wakora wameshikana vijana wenu, mnaimba one time. Hadi Mjaluo na Mluya wana akili. Akili yao inabeba tu na watu hivi. Hivi tu. 207 nilikuwa ni Raila na Mudavadi. Vice. Raila ni president, Mudavadi vice. William Ruto prime minister. Waliokataa ni akina nani? Hiyo ndio swali nauliza. Wenye wanaimba one time. Nini wanataka kufanya yenye Raila hakufanya? Hiyo ndio kweli na swali nauliza. Sifuna alikataliwa kwao, Kandui. Kama ni mwanaume asimame gavana Bungoma. Si ni kwao? Si hapo na nguvu. Then saa hii Babu aoni, yeye anapigwa anamalizwa kisiasa, then anasema Sifuna. Sasa Babu imesaulika, sasa ni Sifuna. Yeye pia anaimba tu kwara. Mimi ni Sifuna. Amesahau yeye ni Babu. Yeye aoni anamalizwa kisiasa aoni. Pulo. Yeye aoni hiyo. Then tunaambiwa hadi sisi, my fellow youth from Luo Nyanza, it is our time. Wewe ambao unapinga serikali pinga. Wewe ambao una support. But swala ambalo tunauliza,
wanayosema ya kwamba wameungana kina Gachagua. Ni nini Gachagua anataka kufanya saa hii? Saa hii ambao wakiungana kina Babu na kina Sifuna watafanyia Wajaluo. Ni nini wanataka kufanya? Ani sisi tumesahau yale madhila ambayo tumefanyiwa na watu wengine. Sasa tumesahau sisi kama ngiri. Naambia Muluya, ile siku ndasikia Edwin Sifuna akizungumza tatizo la wakulima wa miwa ya Western, nitajua ya kwamba yeye ni mtetezi ya Muluya. Ile siku ndasikia Mheshimiwa Babu Owino anazungumza tatizo wa Jaluo, zile kampuni za miwa, nitajua ya kwamba kuna hutu ya Mjaluo. Batia one time two time pia kina Wanga. Siku kama ndasikia Wanga akizungumza tatizo ya wakulima ya Lochikimira ile pale, nitakuwa ya kwamba najua ako na hati ya Mjaluo. Baadaye kutuambia one time naende abeba pesa Ruto na gunia. Hao wengine pande wakupandi one two time wanabeba pesa. Ani Mjaluo na Muluya wamenunuliwa. Wenye wako serikali wanabeba pesa ya Ruto na gunia. Wenye wako kina Gachagua pia wanabeba pesa na gunia. But the money ama haja ama lengo kuu ni Mjaluo Muluya hakuna siku atakaye kuwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Hiyo ndio lengo. Na ngoja Ruto anarudi 2027. Ruto naye anarudi. Hata nisipopigia kura atarudi. Hiyo nayo weka kukili yako. Kama aliwashinda kama wako nje sasa ndio kwa serikali ndio sasa mtamtoa Ruto. Wewe pia unang'ang'ana one time. Ati Ruto one time. Wao pia wanasema Ruto one time, Ruto must go. My friend, wacheni bangi ndugu zangu. Tubembeleze Ruto atujenge barabara. Tuache kudanganywa my friend. Tuache kudanganywa. Mimi sikumpigia Ruto kura. But kwa nini kina Gachagua ambao walikataa uhuru sasa ndio wanasema Ruto ni mbaya, Ruto ni mwizi? Si arudishe pesa ya Nata ambayo aliipa wakati alikuwa deputy president. Ama hii anafikiri tumesahau. Wenye wanasema Ruto ni mwizi, wengine waliuza samba hapo Roraka. Ama wafikiri wajui. Wote wezi, kama Ruto ni mwizi, wao jambazi. Kama Ruto jambazi, wao wanyang'anyi. Then wanatuambia hadi sasa William Ruto mbaya zaidi kushinda wenye wanazipinga serikali. Ni nini mheshimiwa huyu alikuwa kwa defense? Eugene Wamalwa anataka kufanya. Hapa Golano wakati alikuwa waziri wa devolution, walikula billion of money. Kama alikuwa waziri wa devolution. Ama virusi umesahau. Hata gunia 10 haikutolewa mahindi, but a lot of billion walikula hapo. Wakati alikuwa waziri wa devolution. Shadi wameshikana wote wataka kudanganya. Hadi sasa United Opposition Ruto must go, warudishe pesa ambayo alikula kwa Golano. Mimi nataka kuambia Mkenya, Mjaluo, nazungumzie Mjaluo. Angalia mpwani, hao wapwani ambao wanawakata leo. Mheshimiwa Joe amenyamaza. Alinyamaza wakati leo halikuwa hai, baada amenyamaza kwa sababu wanapangana kama wapwani. Ili wao kama wapwani, iwapo serikali itakuwa wanagawanywa kwa meza, Joe atakuwa kwenye meza. Bado Mjaluo gani? Pandi kuna Buru, pandi kuna Mheshimiwa Babu, sijui pandi kile kuna nani? Twende Western. Pandi kuna Paranya, pandi sijui kuna Natembea, pandi kuna Sifuna. Pandi kuna Wetangula. Nani atatetea Muluya? Si wote wanatetea tumbo zao. Wakati pwani la inchi Mheshimiwa Sultan amenyamaza kwa sababu anajua kwamba 2027 hakuna Raila Odinga. Ni yeye na wapwani kujipangana na William Ruto. Sasa tunapiga kelele. Kama unataka wenye wanapiga kelele na hawana agenda ni Wajaluo na Muluya. Kama unataka wenye wana kazi na Mjaluo na Waluya. Mimi ni Mjaluo, nasema zile reality ambayo natukuta. Then unakuja hapa. Oh, Ruto ni mbaya, Ruto one time. Kila mtu akona dosari yake. Kila mtu akona dosari. Na kura yako ni wewe mwenyewe utaamua ya kwamba unarudisha Ruto ama mrudishi. Bali swala ambalo tunauliza watu one time. Tukitoa Ruto, mnataka kutufanyie nini? Kwa sababu Ruto must go si agenda. Hii haitafanya mtoto wangu asome. Ruto must go haitafanya kwamba nipate dawa. Ruto must go haitafanya niweke chakula kwenye meza. Mudavadi amekuwa kwa serikali, wote wamekuepo, but wakati walikuepo ni nini wamefanya? Hiyo ndio swali nauliza, swali rahisi. Huyu Gachagua amekuwa kwa serikali miaka 2. Ni nini amefanya? Si Gachagua ndiye alisema kwamba watu wachache hawawezi kutusumbua Kenya. So tumesahau Mjaluo Muluya kwa sababu Ruto sasa ameendelea kule. The same people wakati Mbadi alipewa waziri
wa nini? Wa finance. Wakasema kwamba ati kiti yetu imepewa. Kwani kuna kiti ya Wakikuyu ambao wengine wanasema ni kiti yetu. Si Wakikuyu wote, hao ambao wanafuata Gachagua. Kuna mbunge hapa alisema kwamba kiti yetu imepewa Wajaluo. Kwani kuna kiti ilitengenezwa Wajaluo? Na kuna kiti ilitengenezwa Wakalenjin, na kuna kiti ilitengenezwa Waluya, ya kwamba ikitoka hapa ienda hapa, hiyo ni yetu imechukuliwa. Mimi ningependa kuambia Mluya na Mjaluo. Saa hii pesa imetolewa na serikali ya kugawanya Mjaluo na Mluya. Pesa imetolewa pande ile nyingine pia ya kuganya nini? But baada ya Mheshimiwa Rais kurudi, kama Mjaluo na Mluya hawatapangana, hii ninasema kama Mluya na Mjaluo na Mpwani hawatashikana hadi 27, Ruto atakula Biblia 2028, Mjaluo Mluya nje, Central wana ndani ya serikali, 2032 wanakuwa president, pia mnarudi kutena kurusha mawe na kulea. Another 100 years. Tuko serikali saa hii tunapiga kelele. Wao wako na waziri wengi hawazungumuzi. Wako na PS wengi hawazungumuzi. But Mjaluo mwenzangu ako radhi kutokana nani? Waziri wake. Mluya mwenzangu ako radhi kufanya nini? Kutokana waziri wake. Lakini jamii ya Central hawazungumuzi. It is high time Mluya na Mjaluo tuige mfano ya Mkikuyu. Ukiwa kwa serikali nyamaza, kula. Ukiwa kwa serikali iba, leta jirani. But tatizo la Mjaluo na Mluya, wanaiba leta wanaenda nayo kwa baa. Inaisha. Hiyo ndio tabu tu. Hiyo ndio tatizo kubwa. Ya kwamba saa hii Ruto ameweka mahali pazuri, lakini wanaiba Airbnb, chopa na kufuga ndevu. Usikie maneno. Shida kubwa ya kwamba wakati wako kwa waziri na ofisi hawatambui. Hiyo ndio tatizo kubwa peke yake. Hiyo ndio tofauti ya Mkikuyu na Mjaluo na Mluya. Uende kwa nyumba. Mimi nataka kuambia hivi. Mjaluo mwananchi, Mluya mwananchi. Tujaribu kuiga tabia ya wananchi kutoka Central Kenya. Hao wamejishika, wamejitambua ya kwamba wamejua bei yake. Mkikuyu yule wa chini ambaye anapiga kura amejua bei yake. Lakini Mjaluo na Mluya Mjaluo wao ni 310. Nyanya bondeka. Utapata bei rahisi ya jioni sana. But Mkikuyu amejua bei yake. Lazima tujue bei yetu. Lazima tujue bei yetu. Mwanasiasa akichukua pesa kwa Ruto akileta ground kama kuna hiyo 5,500 aenda akiendanga. Wewe unapea shilingi 200, Central kienda 3,000, 5,000. Sasa tuambia mambo ya tujui 2 term. Mwingine anatuambia sijui mambo ya 1 term. Mjaluo mwananchi, Mluya mwananchi. Hawa viongozi ni sisi tutachagua mahali tunataka. Napiga na mawe. Bado mambo ya kudanganywa hapa, opuzi. Sasa pesa tuko na cooperative. Cooperative ilifanya nani? Mluya akatajirika, nani Mkisia akatajirika kujia juu ya nani Nyachai. Cooperative ilifanya Mkalenjin wametajirika. Cooperative imefanya Central wametajirika. But right now, Excellency William Ruto amepea Mluya. Anafanya naye kazi gani? Amejificha. Tunamtafuta paranya kama shilingi. Haonekani. Akitoka atasema nani akuzuia? Hiyo ndio fanya chai akafanya akaimpa nani wa Kisii. Sai oparanya haonekani. Mbadi haonekani. Ndugu zangu, tunaomba wale ambao wanajua watatoa Ruto atolewi na kelele kwa juu ya magari. Ruto atolewa na kura. Je, mko na kura? Mko nayo? Je, mmeshapiga hesabu yako mko na kura ngapi? Hiyo ndio shida. Mmeshapiga hesabu zenu mko na kura ngapi? Mko nayo ndio. Mmeshapiga hesabu mko na kura ngapi? Bado, hiyo bado. My friend, enda uoge ulale ukule ungoje 2032. Nafikiria second thought. Kwa sababu hesabu ambayo mnapiga mko nayo lakini hamjui hesabu. Mathematician. But ile siku mtajua hesabu zenu mtajua kitu baba. Nataka kuambia Sifuna. Unaona hiyo mbio imeanza? Endeleeni tu hivyo. But kuna siku mtajua kwa nini kuku haendi kwa mtu.